Mkasa mzito, mchungaji ampa mimba mke wa mtu. Karibu katika mkasa huu ambao bwana mmoja alikuwa anatusimulia, na nukuu katika kile kitu ambacho alikuwa anakisimulia. Sijawahi kufikiria kwamba ipo siku ningeandika maneno haya. Naumia sana, moyo wangu umevunjika vipande vipande. Mwanamke wangu ambaye nilimwamini kuliko nafsi yangu, leo hii amebeba ujauzito sio wangu. Dunia yangu imegeuka kuwa giza nene. Nilimkuta mwaka 2022. Alikuwa binti wa kawaida tu mwenye ndoto, lakini hana mtaji wa kuzitimiza hizo ndoto zake. Siku ile nilikuwa nimeenda kumnunulia mama yangu nguo za sherehe, ndipo nilikutana naye dukani. Tabasamu lake lilikuwa la upole, maneno yake ya heshima. Hatukujua kwamba mazungumzo mafupi ya pale dukani yangekuwa mwanzo wa safari ndefu ya maisha yetu. Nilianza kumtembelea mara kwa mara, nikamnunulia zawadi, nikamsaidia kidogo hapa na pale. Kadri siku zilivyokwenda, nilijikuta nikiwekeza zaidi pesa nilizowekeza katika moyo wake. Ilikuwa ni zaidi ya majuto. Nilimtoa kwenye hali ya kutegemea mishahara midogo midogo, na baadaye nikamsaidia kufungua duka lake la nguo mtaani kwetu. Niliona fahari kumwona akisimama kwa miguu yake mwenyewe. Nilidhani ndoto zetu zimeanza kutimia. Kulikuwa na wakati biashara haikwenda vizuri, mauzo yalishuka, akakata tamaa. Nikamwambia usikate moyo. Wakati huo ndipo alipoanza kwenda kanisani kwa bidii zaidi. Nilifurahia, nikasema labda amemgeukia Mungu. Nilimuunga mkono, sikumuona wala sikuona pia hatari yoyote. Kadri alivyokuwa hana duka la kufungua, muda mwingi alitumia kanisani. Huko ndiko alikokutana na mchungaji. Sikuwahi kuhisi shaka. Niliamini nyumbani pa Mungu ni mahala salama, amani na ulinzi. Kumbe sikujua kuwa pale ndipo ndoa yangu ilianza kuvunjika polepole. Baadaye tulipanga kufungua duka jipya. Nilichukua mkopo kwa jina langu ili nimsaidie anunue biashara. Nilifanya hivyo kwa upendo bila kusita, lakini katikati ya maandalizi hayo alianza kulalamika maumivu mara kwa mara. Nilidhani ni msongo wa mawazo, kumbe palikuwa na jambo kubwa limejificha. Siku moja nikagundua ujumbe kwenye simu yake. Ulikuwa wa mapenzi, si wa kawaida. Moyo wangu ulidunda kwa kasi. Nilikubaliana na hilo. Machozi yalinijaa. Baada ya kubanwa sana, akakiri alikuwa na uhusiano na mchungaji. Nilihisi dunia imeniporomokea. Kama haitoshi, alinieleza kuwa ni mjamzito kwa hesabu ya miezi. Sikuwa hata karibu naye kwa wakati huo. Ukweli ulikuwa mchungu, mimba ile haikuwa yangu. Nilichanganyikiwa. Nilimwambia mama yangu ukweli. Alishtuka sana. Alimchukulia kama mwanae, alimpenda kama rafiki. Mama alihangaika kutafuta ushauri wa kiroho kwa familia, lakini maumivu yalikuwa makubwa kuliko maneno ya faraja. Kwa wiki nzima nililia kimya kimya, usiku sikulala. Nilimwangalia mwanamke nilimjengea maisha akibeba ujauzito wa mwanaume mwingine. Nilimpeleka hospitalini kwa kuchunguza, kwa sababu pamoja na yote bado nilikuwa na hofu juu ya usalama wake. Nilimwombea usiku achukue mimba hiyo salama, si kwa sababu nilikuwa nimekubali, bali kwa sababu sikujua jinsi ya kuacha kujali. Nilijiuliza leo, je, mimi ndiye mkosaji? Je, upendo wangu ulikuwa mdogo, au nilimfumbia macho dalili? Nilikuwa najidanganya. Sijui hatima ya ndoa yangu, sijui kama nitamsamehe, lakini najua jambo moja: kuumizwa na mtu uliyempa kila kitu ni maumivu yasiyoelezeka. Huu ndio ukweli wangu, mkasa mzito uliobadilisha maisha yangu milele. Hii ni hadithi ambayo alikuwa anasimulia bwana mmoja. Mimi nimenukuu tu.